Yes, ikiwa leo ni siku ya namba zilizobarikiwa 62032333 ikiwa na maana ya tarehe 6 mwezi wa 3 2026, nichukue nafasi hii kukaribisha mtazamaji wa Mpenja TV katika mastori ya kiburudani kutokea hapa nyumbani Tanzania. Lakini pia nikukumbushe tu tunapewa nguvu kubwa na leo ni beti Simba na mikeka. Hii inawahusu wale wanangu wote ambao wamezoea kufanya bashiri mbalimbali, wazee wa kubeti, wazee wa 3+ GG nomo na option nyingine ambazo wamekuwa wakipendelea kuzicheza. Basi hakikisha una beti na leo ni beti, kwa sababu michuzi baba kule inatoka kinoma noma. Lakini pia bila kusahau Mpenja Baba Shop ambao hawa wanahakikisha usalama wa nywele zako zinakuwa bomba na fresh kabisa. Hakikisha unapita hapo saluni kwa ajili ya kujiweka sawa ukae kama mtu. Tukirudi katika story ambazo nimekuandalia siku ya leo, moja ya story kubwa ambayo imekuwa ikitrendi wiki hii ni kuhusiana na msanii ama CEO wa record label ya Next Level Music, Rayvanny Vanny Boy Chui, ambaye amekuwa kiwagumzo katika social media platform mbalimbali za hapa nyumbani Tanzania. Hapa namaanisha Instagram, Facebook, Twitter na sehemu nyingine. Hii ni kuhusiana na aliyekuwa msanii wake wa zamani Mac Voice kudai kwamba kuna baadhi ya vitu havikuwa sawa alipokuwa chini ya usimamizi wa Next Level Music chini ya Rayvanny. Miongoni mwa interview ambazo Mac Voice alizifanya, interview ambazo zimeenda viral kinoma noma, ni kuhusiana na namna ambavyo amekuwa akiishi ama alikuwa akiishi katika lebo hiyo. Miongoni mwa vitu ambavyo Mac Voice alivizungumza katika moja ya interview ambayo aliifanya ni namna ambavyo alikuwa akiishi katika record label hiyo ya Next Level. Mac Voice alinukuliwa akisema kuwa kuna time alikuwa analala studio kutokana na hali yake ya kiuchumi kuwa mbaya, na alijaribu pia kuwasiliana ama kupeleka taarifa kwa uongozi wa lebo kuona namna gani ambavyo wanaweza kufanya. Sasa katika taarifa ambayo alitoa Mac Voice ni kwamba alijaribu kuwasiliana na CEO kuona ni kwa namna gani ambavyo ataweza kumsaidia katika masuala yake mbalimbali, kwa sababu ilifikia hatua Mac Voice anavyodai yeye mpaka mama yake mzazi alipata matatizo ya maradhi na alijaribu kufight akiwa kama msanii. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vikimuumiza, alikuwa akiamini tayari ameingizia kampuni chochote kitu kutokana na kazi ambazo alikuwa akizifanya. Sasa hapa nitakwenda kumtafuta ama kumcheki Chui Rayvanny kuweza kusikia kwa upande wake, kwa sababu tayari Mac Voice yeye tumeweza kumsikia nini ambacho amekizungumza. Ngoja nimvutie waya bwana Chui hapa tuone nini ambacho anaweza akazungumza nasi. Bana, ingekuwa kwenye mpira wa miguu tunasema inagonga besela inarudi, yani inagonga mwamba inarudi. Juhudi za kumtafuta Rayvanny kama ambavyo mtazamaji umesikia hapo, ni kama simu hazishiku hivi kwa sasa. Inawezekana ni ubize wa mambo ya muziki na kisanaa, tuamini hivyo. Lakini kama nitafanikiwa kumpata Rayvanny, basi nitakusogezea hapa naye tuweze kusikiliza kwa upande wake, kwa sababu ni swala ambalo limekuwa na pande tatu kama sio nne. Kuna watu ambao wanaamini huenda ingetumika busara kwa lebo kusikiliza kile ambacho Mac Voice amekuwa akikihitaji, kwa maana ya vile ambavyo amekuwa akivilalamikia katika record label ya Next Level, kwa maana ya maradhi ambayo alikuwa anahitaji. Lakini pia baadhi ya vitu ambavyo alikuwa akihitaji Mac Voice kuweza kuwekwa sawa. Alikuwa yuko sawa kiuchumi, kitu kikubwa ambacho alikuwa akikilalamikia, hatua ambayo ilimpelekea mpaka Mac Voice aweze kwenda kupiga show za chaka tu chaka, show ambazo kwa record label kama Next Level kuna namna kama ilikuwa ikionekana iko sawa, na watu wengi wakawa na maswali nini ambacho kimemkuta, kwa sababu haikutangazwa rasmi kama msanii huyo alitoka katika label ya Next Level. Lakini katika hatua nyingine ama upande mwingine, kuna watu ambao walikuwa wakiamini huenda Mac Voice amekosea kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu miongoni mwa vitu vya msingi na vya muhimu kwa msanii ni kuhakikishiwa na lebo yake uhakika wa kufanya ngoma, uhakika wa kufanya videos. Lakini hicho kwa Mac Voice pia tulikiona ni kitu ambacho kilikuwa tayari kimefanyika na uongozi wa Next Level tayari walikuwa wamefanya, na kikubwa zaidi ambacho kilionekana ni kwamba
kama lebo imeplay part yake, sasa ni jukumu la msanii kuandaa ngoma kali ambazo zitaenda viral, ngoma ambazo huenda sasa zikaleta pesa kwenye kampuni na Mac Voice akaweza kuokota. Watu wengi walikuwa katika scenario hiyo ama muktadha huo ama hiko ambacho walikuwa wakikifikiria, huenda Mac Voice angetumia busara ya kuwa mvumilivu, kwa sababu siku zote wanasema mvumilivu hula mbivu, na wengine wakidai alikuwa sahihi Mac Voice kutokana na hali ya maisha na status ambayo tayari alikuwa akijijenga ya kwamba yeye ni msanii. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya watu, ndugu jamaa na marafiki tayari walikuwa shaanza kumwangalia kama msaada wa familia. So ile kukosa pesa ama kukosa kusolve baadhi ya mambo, huenda ndio kitu ambacho kilimpeleka lesi na kumstress, hali ambayo pengine ilipelekea kufanya kile ambacho alikifanya. Na katika taarifa ambayo alitoa Mac Voice ni kwamba mara baada ya Rayvanny kumshuhudia akifanya ama kuona akifanya show za Chaka to Chaka, pale ndo ulikuwa mwisho wa mkataba ama mwisho wa maelewano sasa kati ya record label ya Next Level pamoja na Mac Voice. Lakini mtazamaji, kitu ambacho kimekuwa kikileta maswali mengi kwangu na kwa watu wengine ni kwa namna gani ambavyo imekuwa ikitokea wasanii wa muziki wa Bongo Flava wanapoingia katika label za muziki hawatoki vizuri. Yani ukirudi nyuma, wasanii wengi wa muziki wa Bongo Flava ambao walikuwa wakiingia katika record label mbalimbali, hapa namaanisha WCB, kuna mtu kama Rich Mavoko, tuliona namna ambavyo alimalizana na record label ya WCB, walifikishana mpaka Basata. Lakini pia tuliona Harmonize pia mara baada ya kulipishwa pesa na aliyekuwa CEO wake wa zamani Diamond, tuliona ambavyo alichukulia tofauti, kwamba kuna namna kama alikandamizwa, kuna namna kama kuna uonevu ambao ulimtokea dhidi yake na vitu kama hivyo. Sasa nini ambacho pengine kinapaswa kufanyika kwa lebo ama kwa taasisi ambazo zinasimamia muziki, kwa maana ya walezi wa wasanii, Basata, nini ambacho wanaweza kukifanya basi kuhakikisha wasanii hawa wanakaa kwa amani ama wanakuwa na mikataba ambayo inakuwa rafiki kwao pamoja na kwa kampuni. Lakini pia nikusii wewe ambao unanisikiliza time hii hapa kuweza kuniandikia maoni chini ya video hii, kwa comment hapo nini ambacho unafikiri. Shida ipo kwa wasanii ama mikataba ya record label hizi za hapa nyumbani ndio tatizo? I go by the name Kenny, the one and only Kenny, presenter for Heaven, producer for Eden. Hadi wakati mwingine, bye bye.